4 kama ambavyo wito umeelezwa kwamba hivi sasa kuna kikao kati ya Young Africans na bodi ya ligi kufuatia mazungumzo ama kujadili ya kile ambacho kitakwenda kutokea tarehe 15 mchezo ama haupo. Watu wengi wanatamani kusikia hilo, na kupitia Chapesa Media tuko hapa kuhakikisha kuwa tunakuhabarisha kile ambacho kinaendelea. Kama ambavyo unavyoweza kuona mapema sana watu ni nyomi, kama ambavyo unavyoweza kuona vigoma vikiwa vimetawala, wananchi Young Africans wametikia, wako kwa nje wanasubiri ni kipi ambacho viongozi wao watatokana nacho, ni kauli ipi ambayo watatoka nayo. Hatuchezi, tunacheza. Kila mmoja na hamu na taharuki ya kutaka kusikia nini ambacho viongozi wa Young Africans ambao wamekwenda kuiwakilisha klabu walioingia watatoka na majibu gani. Tuko hapa kuhakikisha kuwa tunakupa kile ambacho kinaendelea kwa ajili ya muendelezo wa taarifa zetu mbalimbali. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Endelea kutufuatilia katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Langu jina ni Jiva Osman, nikiripoti kutokea hapa makao makuu ama ofisi za bodi ya ligi zinapopatikana. Kama ambavyo unaweza kuona hiki ni kigoma cha Young Africans na niko na mwamba hapa. Mambo vipi? Fresh blast. Naona umekula? Nimekula mzee wa mdoli hapa. Gani ambacho kimekupa shinikizo sasa ya kuweza kufika hapa ukiwa huko na Kigoma? Sisi tunafuata maelekezo ya viongozi wetu. Kama bodi ya ligi ya TFF watafuata matako yetu, tutacheza mechi, na kama hatafuata sisi mechi hatucheze ya 15. Unataraji majibu yapi sasa? Kila ukijaribu kufikiria viongozi wenu watatoka na majibu yapi? Wao ndo watajua. Wasipotujibu sisi hatuchezi mechi. Wakitujibu tutacheza mechi. Sio tarehe 15. Sio tarehe 15. Sio tarehe 15 hatuchezi. Labda mbele na kwa majibu maalumu. Sawa. Kwa nini tarehe 8 mechi iliahirishwa? Ni hilo tu. Yaani kwa nini tarehe 8 mechi iliahirishwa? Ni hilo tu. Wakitupa majibu tutacheza mechi kisha tarehe 15. Hiki Kigoma kitapigwa wakati viongozi wanatoka ndani. Hiki Kigoma ili viongozi wetu wajue kwamba hawako peke yao. Nyuma kuna jeshi. Nyuma kuna jeshi ambalo linaendelea kuwasupport viongozi wetu. Sisi hatuna wasiwasi. Sisi hatuna wasiwasi. Viongozi tunao, kama tunayo, hatuna wasiwasi. Kikubwa zaidi bodi ya ligi wajue kwamba Yanga wanataka nini. Sisi lengo letu viongozi wajue Yanga wanataka nini. Tunataka Yanga kwamba sisi sio wabishi, hapana. Ila sheria ifuate. Sio kubana kizembezembe tu, sio kweli. Naona hauko peke yako. Namuona mwanadada hapa miongoni mwa ambao wako katika Kigoma hiki cha Young Africans. Watueleze naye kitu gani kimemshinikiza kufika hapa, anataraji nini, na anaonekana yuko na vibe na mzuka wa kutosha. Hatuchezi? Hatuchezi ngo. Mmeitwa kwa ajili ya kuja kwa ajili ya kuja kudiscuss ama kuzungumzia mchezo wa tarehe 15. Ninyi kama Young Africans msimamo wenu uko vipi, kwa maana ya kwamba wanachama na mashabiki kwa ujumla, ikiwa viongozi wamekwenda kusikiliza wito ambao wameitwa kwa ajili ya kuja kusikiliza? Kwanza watakiwa utambue kwamba klabu ya Young Africans ni mjumuisho wa watu wote wanaokutana. Yaani klabu kama klabu, lakini ukizungumzia timu unawazungumzia benchi la ufundi na wachezaji. So sisi hapa tuko kama klabu ya Young Africans. Viongozi wetu wako ndani kwa ajili ya msimamo wa hatuchezi. Kitu pekee tunachokihitaji kusikia ni kwamba sasa viongozi wa bodi ya ligi na TFF wanaondoka madarakani. Hicho ambacho mnahitaji, hicho tunachokihitaji, kwa sababu wameshashindwa kusimamia kanuni na sheria. Ukishashindwa kusimamia kanuni na sheria, badala yake unachotakiwa kukifanya sasa ni wewe kuondoka madarakani ili watafute watu watakaoweza kusimamia kanuni na sheria ili waweze kuongoza gurudumu la mpira. Lakini tangia tarehe 8 mpaka leo tarehe 9 ya mwezi wa 6 ni takriban miezi mitatu imekamilika pasipokuwa na kauli thabiti kutoka kwa uongozi wa bodi ya ligi au TFF kwamba nini ambacho kilitokea, nini kinachoendelea. Wao wanakuja tu kwamba tumepanga tarehe 15, dabi itapigwa tarehe 15. So kutoka tarehe 9 mpaka tarehe 15 ni siku 6 zimebaki, ambazo hizo siku leo sasa ndio ilikuwa maybe kuweka maafisa wanaoenda kusimamia mchezo, kuweka watu wote watakaosimamia huo mchezo, lakini badala yake wanakuja kuzungumzia upuuzi ambao wameufanya wao wenyewe. Ili hali hapa tulitakiwa tuwepo kwa ajili ya kutambua afisa anayeenda kusimamia mchezo, kwa ajili ya kutambua wasimamizi wa mchezo wote wa tarehe 15, lakini tunakuja kuzungumzia upuuzi waliouanzisha bodi ya ligi na TFF. Kwa nini mimi nauita upuuzi? So, tangu tarehe 8 mpaka leo wao wamekaa kimya, wanajikuta wana msimamo. Kumbe sasa msimamo wao
ni kama hauna mantiki. Kwa nini nasema hauna mantiki? Wewe umepanga tarehe ya mechi tarehe 15, alafu hauna uhakika na msimamo wako, hauna uhakika na kile ambacho umekiandaa. Kila kukikucha unawapigia viongozi wa Young Africans mkae chini. Sasa nini maana ya tarehe 15 iliyopangwa? Hapa wamekuja kufuata nini kama wanajua kweli wao wako correct? Kama wanajua kuimaliza sintofahamu hii ambayo inaendelea. Wangemaliza sintofahamu kabla ya kupanga tarehe. Yaani sintofahamu hii walitakiwa wakae chini, wahakikishe imeisha ndo wapange tarehe ya mechi. Lakini kabla ya kumaliza sintofahamu ya sakata walilolianzisha, wamepanga tarehe ya mechi. Maana yake ni kiburi wanachokitumia na nyadhifa walizonazo, bila kujua kwamba vilabu vyote ndo mabosi wa bodi ya ligi. Kwa sababu huwezi kuniambia bodi ya ligi kawa bosi wa vilabu ili hali wanawashirikisha vilabu kutunga kanuni, wanawashirikisha vilabu kurekebisha kanuni na sheria zitakazoweza kuongoza mpira wa Tanzania. Wangekuwa na mamlaka wao, wangekuwa wanakaa chini, wanaangalia kanuni ipi inayofaa wao kama wao bodi ya ligi, alafu wanawaletea vilabu. Lakini kumbe hawana mamlaka, ndio maana wanawashirikisha vilabu vyote 16, uongozi wa vilabu 16, wanakaa chini, wanaorganize kanuni zitakazoweza kuanza msimu unapoanza. Lakini badala yake leo hii tunakuja kuzungumzia upuuzi walioanzisha wao wenyewe, na sasa hivi linawatokea puani. Kama kweli wanajiamini wako sahihi, wasiwasumbue viongozi wa Young Africans. Viongozi wametoka na majibu ambayo hamkuyatarajia. Ninyi kama wanachama mtaunga mkono, aidha mtakwenda kinyume na majibu ambayo wametoka nayo? Huyo atafanywa kama alivyofanywa Abasi Gulamali. Atatolewa Jangwani kwa viboko. Kwa sababu wote tumeishaambizana kwamba hakuna kugeukana. Tumelianzisha, tunalimaliza. Yaani huyu atakayetaka timu ipelekwe uwanjani tarehe 15 atafanywa. Unamkumbuka Tabu Mangala? Unamkumbuka ambaye ndo alikuwa mwanzilishi wa klabu ya Navigation ambayo ni Young Africans sasa hivi? Yule pamoja na pesa zote alizokuwa nazo anaiendesha klabu ya Young Africans. Wachezaji wa Young Africans walikuwa na mapikipiki. Klabu ya Young Africans ilikuwa na gari zake takriban gari 5. Costa 4, Costa 3, basi kubwa 2 na uwanja wakaunda, na aliahidi kujenga uwanja. Lakini alivyobolonga mara moja tu alifukuzwa kama vile hajawahi kufanya chochote kwenye klabu ya Young Africans. Sisi kama Young Africans tunachokihitaji ni kanuni na sheria. Umeshashindwa kusimamia kanuni na sheria, tupishe, tutafute watu watakaoweza kusimamia kanuni na sheria tuweze kupata ligi halali bora. Na sio hii ligi tunayoambiwa ni bora ili hali ina makando kando ndani yake. Dabi inaahirishwa pasipo kujulishwa mwenyeji wa mechi. Refa tulie naye ni mmoja, Arajiga peke yake. Alafu unaniambia kwamba tuna dabi bora ya 4 barani Afrika. Ni uhuni. Natumai maneno mengi yatapatikana baada ya kuwa viongozi wametoka na kurejesha majibu kwa mashabiki na wanachama na umma kwa ujumla. Sasa kwa kumalizia, kwa wale wenye pressure hivi sasa, unalipi la kuambia na ili hali tuendelee kusubiri nini? Hakuna mtu mwenye pressure. Sisi wote tuko smart, sisi wote tuko vizuri na wala hatuna pressure yoyote, kwa sababu sisi ndo tuliolianzisha na sisi ndo tutakaolimaliza na sisi ndo tunaotetea mpira wa Tanzania, na hata Simba wenyewe wakiwemo, kwa sababu walisema mpaka mtu awajibishwe aliyewazuia kufanya mazoezi ndio watacheza mechi ya dabi. Sasa mbona wanaishadadia tarehe ya dabi wakati yule aliyehusika kuwazuia bado hajawajibishwa? Sisi tupo kwa ajili ya kuwatetea wao wenyewe Simba. Hakuna busara kipindi hiki. Karibu.